Pascal Mboje na ni mtumishi pia ambao kwa asilimia kubwa nipo pale Mbeya, lakini kama ambavyo pia inawezekana ambao wanazidi pia kunifuatilia na wakazidi kunifuatilia na ndugu yangu Marosha, basi tumekuwa hivyo tukizidi kutuma masomo katika mtandao. Lakini leo Mungu ameweza kutukutanisha na tumefurahi. Binafsi pia nimeweza kufurahi kukutana na yeye, lakini swala mojawapo ambalo kwa upande wangu ninaweza kuanza nalo ni hilo kwamba kwa mimi nilivyojitahidi kuweza kusoma vitabu vya Roho ya Nabii, vile vile vinanielekeza au nimebaki na imani ya kwamba bado tunatakiwa kubaki katika kuwa na mfumo, yaani wana matengenezo. Baada ya kwamba tumeweza kutoka katika mfumo ulioasi, tulipaswa kuwa na umoja katika mfumo mwingine, ya kwamba hakujawahi kukosekana mfumo kwa watu wa Mungu, na mfumo ambao uko katika neno la Mungu. Kwa hiyo ninasadiki ya kwamba sio mfumo wa kibinadamu, ila ni mfumo ambao ni neno la Mungu wenyewe limeutengeneza. Kwa mtu yeyote anayeamini neno la Mungu anaingia kwenye mfumo. Ili tujue mfumo waliokuwa wanauzungumzia ni upi, ni lazima kwanza tuangalie wao wenyewe kwanza walikuwa namna gani, kwa sababu hapo ndipo tutakuja kuangalia ni mfumo upi ulikuwa ukizungumzwa hapo. Katika testimony ya kwanza 270 paragraph yake ya pili anasema hapa, maono ya Agosti 3, 1861, nilionyeshwa kuwa wengine wanaogopa kwamba makanisa yetu yatakuwa Babeli ikiwa wangeunda mfumo. Na sasa ikiwa makanisa hayatajipanga vizuri na kuweza kufuata utaratibu, hayana chochote cha kutarajia katika siku za usoni. Lazima yagawanyike katika vikundi. Katika hiyo nukuu tumesoma ni mwaka 1861, lakini 1863 ndipo General Conference ya mara ya kwanza ikaweza kuundwa pale, kutokana na ule ujumbe ambao Mama White alikuwa amekwisha kupewa. Kwa hivyo General Conference ikabidi kuundwa, lakini imeundwa kwa kazi sana, kwa sababu kuna wale Waadventista waliotoka katika ule ujumbe wa William Miller walikuwa bado na hasira kali sana, na walikuwa bado wako kwenye hali ambayo walikuwa hawataki kabisa kuingia katika makosa mengine. Unaona, Mama White anaeleza vizuri hilo gombo la kwanza, lakini pia early writings zinaeleza vizuri namna ilivyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa ilitakiwa iwepo na mfumo ambao ungeweza kuleta mtiririko mzuri dunia mzima. Tunapozungumzia muundo ulikuwepo tokea. Unajua wakati Yesu alikuwa ametoka katika makanisa ya Mafarisayo na Masadukayo hapo na watu ambao walikuwa katika Sanhedrin na ule mfumo ambao umekusha kuanguka wa Wayahudi, lakini kuna mfumo mwingine alitengeneza. Ndicho hicho ambacho unapata katika maandiko, hata tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa hebu sikiliza hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 15 uone namna ilivyokuwa. Tunaanza mstari wake ni wa kwanza. Matendo ya Mitume 15 mstari wake ni wa kwanza. Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya hayo Paulo na Barnaba kushikamana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Kwa hivyo Paulo licha ya kuwa alikuwa ni mwana matengenezo mzuri sana, alikuwa pia ndio ametuandikia nyaraka nyingi, lakini alikuwa chini ya udhibiti wa mitume na wazee. Unaona? Kwa hivyo ilibidi baada ya hapo waweze kurudisha, na huu ndio mfumo unaokuwa kama vile ilikuwa kama wanaleta kama General Conference huku, kwa sababu tunapozungumza hapo lazima wangekuwa na utawala mmoja. Walitakiwa wawe na mafundisho sawa, tunaunganishwa katika ukweli wa mafundisho, lakini mfumo wa uongozi lazima uwepo. Nitasoma 135 paragraph ya pili, lakini nitashuka pia 136 kidogo hapo. Anasema hivi: But although these difficulties exist, will it abolish them to put an end to organization? Licha ya kuwa kuna vitu vinaonekana vigumu, anasema but
although these difficulties exist, licha ya kuwa haya magumu yanatokea, will it abolish them to put an end to organization? Inaweza ikasababisha kufuta na kufikisha mwisho wa mfumo muundo. Anasema I am sure that the Lord has worked in the organization that has been perfected, and the fact that these are discouraging factors in the work should not be thought sufficient reason for disorganization. Kwa hivyo hata baada ya kuanguka kwa mfumo hatupingi. Nafikiri hata mtumishi atakuwa na yeye yuko hapo, sijajua kama yeye atakuwa hivyo, lakini mimi ninaamini na hatupingi kanisa la Waadventista wa Sabato lilioanguka kwa sababu lina General Conference. Hapana, ila ni kwa sababu General Conference hiyo imeanza kuleta mambo ya kuchafuka. Kwa hivyo ilivyoanguka sasa, kwa sababu umeleta na upagani mpaka kanisani, basi hatuwezi kuendelea kuisikiliza kama sauti ya Mungu. Ila sio kwamba tunaikataa kwa sababu ya General Conference, kwa sababu General Conference imetengenezwa, Mama White bado yupo na ni ujumbe ambao Mama White amepewa kwa kanisa. Unaona? Kwa hiyo ikiacha kusikiliza sauti ya Mungu, tutaenda kusoma katika Testimony volume 9 hapo baadaye. Nisome kwanza hii ya pili, afu tuone ni jinsi gani tunaweza tusisikilize tena General Conference, au kwa nini sasa inawezekana ikatoka katika scope ya kuwa sauti ya Mungu